matumaini ni yapi kuelekea hatua inayofuata? Mechi namna ambavyo imechezwa Abisai Steven, wakati tukashuhudia malalamiko kwa upande mwingine, lakini leo hii ni kama kimejirudia kile kile. Licha kwa jana magoli yako mengi, leo goli mpatikana moja, kwa maana kwamba kwa wakilishi wetu katika mashindano ya kimataifa. Simba kwa namna ambavyo amecheza, nini kimemiss licha ya kuwa Simba imefuzu katika hatua inayofuata? Kwanza ni ukweli ambao abitu useme kwamba ndio matokeo ni ya faida kwake Simba Sports. Yes, aggregate ya 2-1, amekwenda kwenye raundi ya pili ambayo ni hatua ya mwisho ya mchujo. Sasa atacheza na timu nyingine ambayo ikitokea atashinda ataenda makundi. Tutakuja kuwatazama wapinzani wao. Sawa. Hii kwanza ni ya Simba. Kwa hiyo huo ni ukweli, tunawapongeza wamefuzu kwenye matokeo. Hakuna bambamba hapa. Ni kweli. Lakini turudi kwenye kuangalia namna walivyocheza kupata hayo matokeo. Sawa. Unajua Simba kwenye viwango vya bora ni timu namba 5 Afrika. Iko nyuma ya Al Ahly, Mamelodi Sundowns, kina Wydad na Esperance ndio yeye. Inafuata pale. Wanaofuata wote wako chini yake. Na Berkane hawa. Yupo wa 14. Sasa Berkane yes. Sasa ukiangalia performance ya leo, ndio kwangu haikuwa super kwa Simba. Okay. Ambayo ilikuwa na goli moja tu. Ndio. Ugenini. Tafsiri yake ni kwamba ilifaa leo wawe aggressive kipindi cha kwanza, watumie dakika 20 za mwanzo kama ambavyo Simba nyingine huwa zinafanya. Okay. Then wapate faida ya magoli ya kuongoza, then waje ucheze mchezo wao, kwa sababu watakuwa na confidence na kujua tayari tutapindua uwezekano wa hawa Gaborone kutaka kupindua mechi, sababu goli moja maana yake mtu akisawazisha tu analazimisha mechi kuongezwa muda mwingine wa ziada. Na kwenda kwenye changamoto ya penalty kama ambavyo wengine wamefuzu kwa penalty. Kwa hiyo haikuwa mechi ambayo imekufa short. Ndio. Lakini vifuatavyo nimeviona havikuwa sawa leo. Cha kwanza, utimamu wa mwili wa uchezaji Simba ulikuwa chini sana leo. Means fatigue. Nilikuwa naangalia ratiba ya Simba. Ndio. Ilivyocheza mchezo wa Yanga tarehe 16. Sawa. Ikaja ikacheza mchezo tarehe 20. Ndio. Siku 4 dhidi ya Gaborone United. Ndio. Nikaangalia wakaja kucheza mechi na Fountain Gate tarehe 24. Yes. Leo tarehe 28 wamecheza mechi tena siku 4. Ndio mechi 4 hizo. Tarehe 16 mpaka tarehe 28 mpaka tarehe 28. Ndio. Hapa kuna mechi, kuna siku 12. Siku 12 Simba amecheza mechi 4. Ndio. Wastani wa siku 3 kila mchezo. Kwa saa hizi FIFA hazina shida. Lakini kama timu imesafiri sana maana yake inapata shida. Okay. Lakini Simba amesafiri mchezo mmoja tu kwa siku 12. Ndio. Dhidi ya Gaborone ambao wamecheza tarehe 20. Sawa. Sijui umeelewa. Ndio. Kwa hiyo kumbe tarehe 20 mpaka tarehe 8 yuko hapa Tanzania Simba. Ndio. Kwa hiyo ile hoja ya fatiki ya kusafiri, uchovu unaotokana safari za ndege, kukaa hewani saa 4, saa 5, airport saa 2 kuchelewesha, Simba hakuwa nayo. Kwa hiyo ile fatiki sidhani kama ni ya michezo. Nadhani ni kuna kitu hakiko sawa kwenye idara ya utimamu wa mwili kwa wale makocha wa Simba. Kwanza kuna kutoa mazoezi ya kuimprove fitness, lakini jukumu la kutunza linabaki kwa wachezaji. Sasa kabla ya kwenda kwa wachezaji inabidi nione wamepewa level ya fitness ambayo niseme hii hawajaitunza. Nadhani kuna kitu hakiko sawa kwenye utimamu wa mwili. Sasa ule utimamu wa mwili wa Simba kuwa chini leo kwa level ya fitness imewaathiri vipi Ambokile? Ndio. Imewafanya wawe wazito kufika kwenye matukio. Matokeo yake Gaborone United walionekana wanaweza kupasiana pasi chache 3-4 kufika kwenye goli la Simba, muda wote walikuwa wanataka wao. Ndio. Kwa kasi yao. Na Simba kuonekana hawana uwezo wa kuzuia. Matokeo yake wao kuona kiwango kidogo Gaborone wameshindwa kunufaika na hizo nafasi. Winga wa kushoto Evajes namba 7 Mpango. Yule bwana alikuwa anawapita walinzi wa Simba alivyokuwa anataka yeye kwa kasi yake, kwa sababu wale walinzi hawakuwa wako fit. Ajichagulia. Yes, anatisha kwenda kushoto, anaenda kulia, anampita Rashid Derek. Rashid Derek alisifiwa sana hivi karibuni. Lakini leo ameonyesha weakness yake nyingine. Acha bwana. Kwa sababu jamaa alikuwa anampita. Kumbe ukimfuata karibu sana, anavotafuta timing yako ufanye maamuzi, ukimpeleka kushoto kwa kuutanguliza mpira, yeye mpaka achaje ufuate ni changamoto.